Malango ya mji wa Yeriko yalifungwa, ngome za huo mji zilikuwa imara. Bwana akamwambia Yoshua, nimekukabidhi Yeriko, enendeni kwa imani, japo ngumu zitaanguka. Naye Mungu anakwenda kwa kasi ya ajabu, anajua muda wake ni mchache. Anaona wenye nuru nao wamelala, wamezingwa na shughuli za dunia, wamesahau kuwasha taa ziangaze, hata pia kuzijazia mafuta. Naye Mungu anakwenda kwa kasi ya ajabu, anajua muda wake ni mchache. Anaona wenye nuru nao wamelala, wamezingwa na shughuli za dunia, wamesahau kuwasha taa ziangaze. Tutakapoenda kuanza series yetu ama mfululizo wa masomo mapya baada ya kuwa tumemalizana na habari za Yezebeli. Lakini niweze kumalizia jambo hili kabla tujaenda kuanza somo letu, ni malizie jambo hili kusema ya kwamba tumejifunza ya kwamba watu wanaamini unabii tofauti. Kwa mfano tuliangalia kwamba wa Pentekoste wanajifunza kwamba miaka 3.5 ile ya mwanamke nyikani wanaamini kwamba ndio iko sasa hivi inaendelea. Wanaamini kwamba tuko kwenye miaka 7 ya mwisho ambayo imebaki 6. Wanaamini hivyo ili kukamilisha miaka 70. Kwanza yale majuma 70 wanaamini ni miaka 70 ambayo wanaamini inaangukia 2030. Wao wanahesabuje? Wanahesabu kwamba inaanzia kipindi cha Israeli ya kimwili, hii geographical Israel kwanza kwamba ilipopata uhuru, yani wanahesabu miaka 70 na wana mwaka wa 70 ni 2030. Kwa wanategemea kitu cha unyakuo kutokea. Sasa tulijifunza kwamba hiyo sio maana halisi ya miaka 70, majuma 70 na hata hiyo miaka 3.5, sivyo? Lakini jambo moja ambalo nataka niseme, ni afadhali wa Pentekoste wanaoamini kwamba jambo fulani linaweza likatokea 2030 kwa sababu watajitakasa na watakuwa tayari kwa ajili ya mwisho wa wakati, kuliko wa Adventista wa Sabato ama watu ambao wao wanadhani dunia iko nyuma sana. Hawa wana hatari kuliko wale. Wana hatari kubwa. Ni bora mtu amejitayarisha na ujio wa Kristo, kwa sababu pia pamoja na kwamba wamedanganywa tafsiri ya unabii, lakini inaangukia kwenye ratiba za Mungu za miaka 6000. Kwa hiyo inaangukia kwenye, yani ni uongo lakini inaangukia kwenye ukweli. Tofauti ni kwamba kweli ile miaka tunategemea Bwana anaweza kurudi. Lazima tutarajie, kwa sababu ndiyo tumaini letu na ndiyo msingi wa imani yetu kwamba Bwana anatakiwa arudi. Kwa hiyo wakati wao wamedanganywa, uongo aliodanganyishwa unaangukia kwenye renji ya miaka ambayo Bwana anaweza kurudi. Kwa hiyo yani rafiki yangu, kuna wakati shetani anaweza kukudanganya, lakini katika kudanganya ukaangukia pazuri rafiki yangu. Wakati unadanganywa kumbe ndio ukweli nao ukaangukia pale. Kwa hiyo wana heri zaidi kuliko wale wanaodanganywa kwamba Bwana wetu anakawia, na hivyo tunywe divai, baberi na mivinyo, kama ambavyo leo tumejifunza katika Isaya sura 28 ya kwamba Mungu anapiga kelele kupitia nabii Isaya kwa walevi wa wapi? Walevi wa Efraim. Tutaenda kuangalia sasa mambo mazuri. Bwana asifiwe. Natumaini unabarikiwa na The Messenger TZ. Hivyo Mungu akujalie. Sasa ndugu yangu, habari leo ni nyingine. Wapendwa mpo? Habari ya leo andika hivi sasa. Andika maneno haya. Leo tunaenda kuangalia somo linasema Yeriko 2030. Sasa utajiuliza kwa nini Yeriko? Why Jericho? Why Jericho? Utajiuliza kwa nini Yeriko? Yeriko 2030. Somo la leo ambalo ndio tunaanza nalo linatoa majibu ya mama mmoja ambaye sitamtaja jina. Alinipigia simu akauliza, kwa nini kabla ya Yesu kuja? Na kwa nini kabla ya sheria ya Jumapili?
Kwa nini lazima kuwe na kuzimwa mtandao? Kwa nini kuwe na cyber attack? Kwa nini kuwe na economic collapse? Kwa nini anguko la uchumi? Kabla ya sheria ya Jumapili nikamwambia mama, utajua na hakika utajua, madam tu Mungu yuko hai. Amen. Sasa somo la leo litaenda kujibu kwa nini hapa mambo yatabadilika, na kubadilika kwa hayo mambo kuna faida na hasara. Kuna nini na nini? Kuna faida na yes. Sasa somo la leo linaitwa Yeriko 2030. Kwa nini anguko la uchumi? Kwa nini lazima litokee? Kwa nini total collapse? Kutakuwa na total economic collapse. Yani kutakuwa na anguko la uchumi totally. Yani sio ile la COVID. La COVID-19 lilikuwa linaweka nini? Msingi wa mambo. Sasa linakuja kucrash kabisa kumaliza. Sasa wanapomaliza ndipo tutaelewa kwa nini Yeriko lazima uangushwe. Na utaangushwa kimpango wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa tutaenda kuangalia pia hatua 7 za Mkristo kwenda mbinguni. Hatua ngapi? Marching to Zion. Zion kama ule wimbo ambao watu naimba ya kwamba tuenenda Zion, mji mzuri. Bwana asifiwe. Tuenenda Zayuni, mji mzuri Zayuni, twenenda juu Zayuni, ni maskani ya Mungu. Wasiimbe wao, wasiimbe wao wasioamini. Watoto wa Mungu, watoto wa Mungu ndio, watoto wa Mungu ndio waimba o chini, waimba o chini, twenenda Zayuni, mji mzuri Zayuni, twenenda juu Zayuni, ni maskani ya Mungu. Hatua 7 kwenda wapi? Zayuni. Hatua 7. Sasa mpendwa, leo utaenda kujua wewe uko hatua ya ngapi. Kuna wengine watakuta hata moja hajaanza. Wengine watakuta walifika ile ya 6 alafu wakafanyaje? Wakatereza mpaka ya ngapi? Mpaka 0. Sasa ndio wanajikongoja na time inazidi kwenda. Maana tuliona ya kwamba hakuna linalozuia nini? Wakati. Hata mnaimba nyinyi wenyewe, mnaimba kwenye nyimbo za Kristo ya kwamba hakuna la kuzuia wakati. Sasa kama wakati hauzuiliwi, time is moving. Muda unasonga. Je, wewe hatua unazipiga ama zimetereza? Na Yeriko unatakiwa uanguke. Utakutwa wapi? Basi tupige magoti tuombe, kisha twende tukasome bila kuchelewa. Haleluya. Basi tupige magoti tuombe. Baba yetu mwema, jina lako litukuzwe, liinuliwe juu. Tunanyekea kwako kwa kuwa tuna njaa, tunahitaji kulishwa, tunahitaji kunenepeshwa. Roho wako Mtakatifu awe juu yetu kama alivyokuwa katika siku ya Pentekoste akiwajia wanafunzi wako katika orofa, ndivyo nasi utujie kwa upepo wa kisurisuri, ukifanya mambo makuu, kitupatia kunena kwa lugha hata ambazo hatukuzisomea kwa ajili ya ujumbe kuwafikia watu wako. Tunaomba tupe masikio ya kusikia, nguvu kubwa ili imalize kazi kubwa iliyobaki ndani ya muda mfupi. Tunaomba na kuamini kupitia jina la Yesu utatutakasa na kutuosha na kuwa weupe kama ilivyotabiriwa katika Danieli 12. Uinuliwa wewe Bwana katika mambo yote, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Sasa habari iko hivi, mpendwa, hatua 7 za Mkristo kwenda mbinguni. Kwenda wapi? Zayuni. Au kwenda wapi? Kanani ya mbinguni. Iko hivi.
Ellen G. White, nabii wa Mungu Ellen G. White, katika kitabu kinachoitwa PP au Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 487 aya ya 3, anasema hivi. PP ukurasa wa 487 487 ukurasa wa 3 aya ya 3 487.3 paragraph 3 inasema to reduce Jericho, kuangusha Jericho. To reduce sio kupunguza. Ametumia neno reduce lakini akimaanisha kumaliza kabisa. Amen. To reduce Jericho was seen by Joshua to be the first step in the conquest of Canaan. Andika hiyo. Yani ni kwamba kuangusha Jericho. Kuangusha nini? Jericho. Hii ni moja hatua ya kwanza, sio moja hii. Hatua ya kwanza. Kwa Joshua aliona ya kwamba kuangusha Jericho, kufanyeje? Kuangusha Jericho. Kuangusha Jericho ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kuteka nini? Kuiteka Kanaani. Namba moja ilikuwa ni kuangusha nini? Jericho. Hiyo ilikuwa ni first step katika kuiteka nini? Kanaani. Kanaani inawakilisha nini? Kanaani inawakilisha mbingu. Inawakilisha sisi kwenda mbinguni. Ndio maana inaitwa the land of promise. Kanaani, kuiteka nini? Kuiteka Kanaani. Kanaani ina maana gani? Kanaani inaitwa nchi ya ahadi, the land of promise. The land of promise, nchi ya ahadi. Swali, tumeahidiwa nchi gani? Ya uzuri. Nchi ya ahadi ni nini ambayo tunaitarajia? Ni mbingu. Amen. Ni mbingu. Kwa hiyo Kanaani inawakilisha nchi ya ahadi ambayo ni mbingu. Bwana asifiwe. Sasa ili kuiteka mbingu, kuirithi mbingu ama kurithi Kanaani, hatua ya kwanza kwa Joshua ilikuwa ni kumaliza nini? Kumalizana na Jericho. Amen. Kama ambavyo tumejifunza kwamba Yezebeli alitakiwa ni kukrashi na kuachana biashara na Yezebeli. Leo tunaondoka habari ya Yezebeli, tunakutana kikwazo kingine cha kwenda mbinguni, kinaitwa Jericho. Jericho tutaenda kusoma kiundani kwamba kwa nini mji ilikuwa ni hatua ya kwanza kuangusha. Na usipoangushwa watu hawawezi kwenda mbinguni. Wangezunguka Jericho, wangeganda Jericho na wangefia Jericho, kwa sababu huo mji una siri kubwa. Una siri nini? Kubwa wapendwa. Kwa hiyo kumbe hatua ya kwanza ilikuwa ni nini? Kuangusha Jericho. Hatua ya pili ilikuwa nini? Na hapa ni hatua 7 za Mkristo. Kwa hiyo wewe ili uende mbinguni, hatua namba 1 ili kuingia mbinguni lazima uangushe nini? Jericho. Tuendelee. Anasema to reduce Jericho was seen by Joshua to be the first step in the conquest of Canaan. But first of all, he sought an assurance of divine guidance. Anasema lakini ya kwamba hii ilikuwa hatua ya kwanza. Lakini anasema first of all. Kumbe kuna kitu, kuna cha kwanza, lakini kwanza ya yote. Sasa hapa hii hayu ya kwanza tena. Maana anasema first of all. Yani ya kwanza kuliko zote ilikuwa ni nini? Ni kutafuta assurance, kutafuta uhakika. Assurance ni bima ya maisha ya Mungu. Yani kuwa na insurance, kuwa na uhakika wa kwamba unaongozwa na Mungu. Anasema cha kwanza kuliko vyote ilikuwa ni uhakika wa kwamba anaongozwa na Mungu. Cha kwanza, hii sasa inakuwa ya pili. Maana alisema ilikuwa ni first step, lakini kuna first of all. Hii inakuwa ya pili sasa. Hatua ya kwanza sasa inakuwa, hatua ya kwanza inakuwa nini? Finding au seeking for divine assurance. Kutafuta assurance. Assurance, kuwa na hakika kwanza. Of divine guidance, kuwa na uhakika wa kwamba anaongozwa na Mungu. Divine guidance ni nini maana yake? Namba 1, kumbe sasa hatua moja ya kila kitu ili uende mbinguni mpendwa ni kuwa na assurance. Nini maana ya assurance? Kuwa na hakika. Kuwa na uhakika, ajihakikishe kwamba je, kweli ndivyo Mungu ameniongoza? Kweli Mungu yuko pamoja nami? Ndio maana kwamba mambo yetu hayaendi kwa sababu kwanza hatuna assurance. Na assurance alienda kuitafuta. Sikia niseme.
anasema kwamba but first of all he sought an assurance of divine guidance, and it was granted him, withdrawing from the encampment to meditate and to pray that God of Israel would go before his people. Alienda kutafuta uhakika wa uongozi wa nguvu ya Mungu, na alipewa. Alijitenga na nini? Na hema. Alijitenga pembeni, akaenda kufunga na kuomba ili awe na uhakika. Na alipokuwa amejitenga, tunapata majibu ya mambo fulani ambayo inatakiwa tuendelee kuyaelewa kiundani. First of all, ni kutafuta assurance, kutafuta uhakika wa uongozi wa Mungu. Uongozi wa Mungu unakuja kwa njia gani? Ni wa Roho Mtakatifu. Namba moja, hivyo alienda kutafuta uhakika wa kuongozwa na Mungu, ambayo assurance ama kuhakikishiwa assurance, Mungu amhakikishie. Namba moja ni kupitia Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, Spirit of God. Kujazwa na Roho wa Mungu, kuwa na hakika ni kujazwa na Roho wa Mungu. Namba mbili, kuwa na uhakika ni kutiwa muhuri, kuwa sirdi. Kutiwa nini? Muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa alitakiwa kwanza atiwe muhuri, awe na uhakika, ajazwe na Roho wa Mungu, awe na uhakika ya kwamba Bwana anaongoza. Hatua nyingine ambayo ilitakiwa agundue kama ni kweli yuko na Mungu, ilikuwa ni hatua hii. Ya kwanza ni divine manifestation, udhihirisho wa kimungu ambao ulikuja baada ya malaika kumtokea. Kutokewa na nini? Malaika. Kutokewa na malaika. Hii inamfanya Mkristo awe imara. Amen? Amen. Maana huyo malaika aliyekuja alijitambulisha akisema kwamba I am the captain of the Lord's host. Mimi ndiye jemedari wa jeshi la Bwana. Alikuwa ni nani sasa? Nani jemedari wa jeshi la Bwana? Alikuwa ni Kristo mwenyewe. Kwa Kristo mwenyewe alipokutana naye face to face, ndipo alipata assurance. Alipata kuwa nani? Na uhakika. Ndiyo maana sasa hivi watu wa Mungu tunatakiwa kutafuta uhakika. Kabla Babeli haijaanguka, we must find assurance. Na assurance itapatikana kwa kutiwa muhuri, kujazwa Roho Mtakatifu na kutokewa na udhihirisho wa mbingu, aidha malaika au Mungu kunena na wewe. Na ukaprove. Yaani unahakikisha. Baada ya hapo unaondoka kifua mbele. Kazi. Amen. Udhihirisho huu ulimpa yeye uhakika. Wakati huo wale wengine hawana habari ya maombi, hawana habari ya kwamba, yani wao wanategemea tu leader. Sasa ninawaambia, yani kwenye hii series mtajifunza wale ambao imani zenu hazimtegemei Mungu moja kwa moja. Imani zimejengwa juu ya baba wa familia. Imani imejengwa juu ya mama wa familia. Mama akilegea, kwisha ibada. Baba akilegea, kwisha ibada. Watu wa hivyo mjiandae. Hamna assurance, hamna uhakika wa kuokolewa na wa kuingia Kanaani. Maana imani zenu hazijapata assurance ya mbingu, hazijapata udhihirisho wa mbingu, hazijatiwa muhuri. Hivyo ndivyo ambavyo kutoka katika safari hivi ndivyo ambavyo inatakiwa na sisi tujue. Amen. Amen. Kwa nini ilikuwa inatakiwa kuangusha sasa Yeriko? Yeriko ulikuwa ni mji mkubwa, a city. Na walikuwa tayari wameshafika kwenye border ya Kanaani. Walikuwa wameshafika kwenye nini? Mipaka. Kama ambavyo hata sasa tunaambiwa kwamba we are in the border. Tangu mwaka 1844 tuko kwenye mpaka wa mbingu. Kwa nini tuko kwenye border ya Kanaani? Unielewe vizuri kwamba tumefika kwenye wakati ambapo inatakiwa tubomoe Yeriko. Right this year, next year, the year to come. Hii miaka hii ndio inatakiwa tuangushe nini? Na nitakupa sababu kwa nini inatakiwa iangushwe for good, kwa ajili ya nini? Ya wema. Tuko mpakani mwa Kanaani. Tangu wapi? Tangu 1844. Wengine wanauliza, kwa nini una uhakika gani hiyo ndio border? Hiyo ndio mpaka wa Kanaani. Uhakika huko hapa ndugu yangu. Ukitaka uelewe vizuri kama tuko wapi, ni rahisi sana mpendwa. Ni rahisi sana ukiwa na Roho wa nani? Wa Mungu. Sikia.
Biblia inatuambia ya kwamba njia ya Bwana iko wapi? Katika patakatifu. Katika nini? Patakatifu. Patakatifu ilikuwa na vyumba vingapi? Vitatu. The sanctuary. Okay, ya kwanza, ya pili. Nataka tuone kama tuko kwenye mpaka wa Kanani ama tuko ndio tunaanza. Wengine wanasema tuko Kadeshi, wengine wanasema tuko Sinai. Hapana. Tushatoka huko muda mrefu. Tuko boda na Yeriko uko pale. Sasa kama tutazunguka Yeriko na wengine wanataka waende wakainvest Yeriko, you will lose your mind, you will lose everything. Utapoteza kila kitu. Sasa hapa hii patakatifu ilikuwa na gate, si ndio? Hapa ilikuwa ni nini? Madhabahu ya kuteketezea. Niko haraka ila yanaeleweka vizuri. Hapa kulikuwa na madhabahu ya kuteketezea kondoo. Ni kitabu gani hiki? Ni Waebrania. Waebrania, Hebrew 8 na Hebrew 9. Hii ni Waebrania 8 na Waebrania 9. Kulikuwa hapa mwanzoni ukitoka kwenye geti. Hii patakatifu ilikuwa hapa ndo wanateketeza kondoo. Hapa kulikuwa na nini? Na birika. Wapendwa, kulikuwa na birika ambalo ilikuwa na nini? Na maji. Kuhani alikuwa anaenda nao hapa, ndipo anaendelea na safari. Hapa kulikuwa na mapazia, veil. Hapa pia chumba hiki kilikuwa kimetengwa na mapazia ambayo yalikuwa na rangi tatu: blue, samawi pamoja na nini? Ilikuwa ni samawi ambayo ndio blue, kulikuwa na nyekundu pamoja na zambarao. Rangi tatu: purple, nyekundu na blue. Hapa kulikuwa na mikate ya nini? Mikate isiyotiwa chachu, mikate ya onyesho. Ilikuwa 6. Hapa ilikuwa 6 na hapa 6. Jumla ngapi? 12. Amen. Halafu hapa kulikuwa na kinara cha nini? Cha taa. Chenye vinara vingapi? 7. Ambapo kuhani alikuwa anakuja anakiwasha. Ndipo kinaangaza humo ndani, panakuwa nuru na utukufu. Amen. Halafu kilikuwa kinara cha nini? Cha dhahabu, sio koroboi wapendwa. Ilikuwa ni cha dhahabu. Halafu hapa kulikuwa na nini? Madhabahu ya kufukizia uvumba ambayo inawakilisha nini? Maombi ya watakatifu wapendwa. Sasa hapa mimi sitafundisha leo patakatifu. Nataka ujue wapi tuko. Halafu huku patakatifu ndipo kulikuwa na nini? Sanduko la agano lenye mbao mbili za nini? Za mawe, zenye amri za nani? Za Mungu. Halafu kulikuwa na nini? Kulikuwa na kopo, bakuli lenye nini? Lenye mana. Lenye mana. Huko hakuna nyama huku wapendwa. Yaani huko kulikuwa na nini? Nafaka tu. Halafu huku ndipo kulikuwa na nini? Na makerubi. Halafu hapa kulikuwa na nini? Utukufu wa Mungu. Ndipo alikuwa anakaa. Huku panaitwa most holy place. Most holy place. Hapa palikuwa naitwa holy place. Yaani hapa kulikuwa panaitwa patakatifu, hapa patakatifu sana. Huku palikuwa naitwa outer court. Yaani ni hema ya nje, outer. Jamani, hata kama hujui Kiingereza out, hata wewe unaisemaje? Tunatoka out. Outer court ni hema ya nje. Hema hii watu walikuwa wanaleta hapa, wengine wanakaa huku. Wengine walikuwa wanakaa huku sasa. Sawa? Sasa hii hema ilikuwa imejengwa kutoka mashariki kwenda magharibi. Na maana dira ilikuwa hivi. Hii ndo dira. Huku ndo kulikuwa na nini? Panaitwa nini? Magharibi. Sawa? Alafu huku kulikuwa na nini? Mashariki. Si ndio? Haya, mashariki. Alafu huku sasa jua lilikuwa linachomoza kutoka wapi? Huku. Haya, weka hivi. Weka hii. Hii jua linachomoza huku mashariki. Huku magharibi ndio kuna uwepo wa Mungu. Wapi? Magharibi. Ilikuwa inajengwa. Alafu kabila 12 za Israeli zilikuwa zimeweka matenti yao au mahema yao. Huku. Kabila 3. 3 huku, 3 huku, 3 huku, 3 huku. Kwa hiyo hema inakuwa katikati. It was at the middle. Ikionyesha usawa wa kuokolewa. Hakuna upendeleo, Msabato, Mkristo, Muislamu, wote inatakiwa. Kristo yuko katikati. Kila mtu anaona, kila mtu anasikia. Hamna cha kusema kwamba mimi sikusikia injili kwa hiyo siwezi kuokolewa. Hapana. Salvation iko katikati ya dunia. Ndio maana Yesu alikuja Israeli, katikati ya dunia, center, ili kila taifa lijue ya kwamba Yesu amekuja, wokovu umetangazwa. Amen. Kwa hiyo hii hema ilikuwa imetengenezwa hivi. Ilikuwa inamaanisha kuna hatua za kuingia wapi? Mbinguni.
maana huku ndipo aliko Mungu. Huku ni njia. Yeye Yesu ndio alionyesha design hii ya mpango wa ukombozi, ili tuelewe kwamba kumbe hatua ya kwenda mbinguni unapitia hapa, unapitia hapa, unapitia hapa, unapitia hapa. Kivipi? Ni kwamba hili lango la hii hema ilikuwa inawakilisha mlango, yeye Yesu Kristo. Ndiye mlango wa kondoo. Alisema yeye ndiye mchungaji mwema. Na yeye ndiye mlango wa nini? Wa kondoo. Kila anayekuja lazima atapitia kwa nani? Kwa Kristo. Hakuna mtu ataenda mbinguni kupitia Muhammad, kupitia Tunguli, kupitia Mariam, kupitia nani, kupitia Krishna, kupitia Santa, kupitia nani, Yezebeli na takataka zote. Hapana. Ili kwenda mbinguni mlango ni huu, ni Yesu Kristo. Whatever you can call him, unaweza kumuita kwa lugha yenu, lakini ni awe ni Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Sasa hapa ilikuwa mtu anapita, lazima kwanza ashuhudie nini? Akubali kafara ya kondoo, ambayo ilikuwa ni nini? Ukishamuona Yesu ama ukasikia, lazima ukubali kwanza kafara yake. Baada ya kukubali kafara yake kwamba ndio ondoleo la dhambi zako, unakuja hatua ya pili. Number 1, lazima ukubali nini? Kafara ya Yesu. Number 2 ni nini? Ubatizo. Ili birika likuwa na maji, unabatizwa kwa kuzamishwa. Baada ya hapo, hatua ya 3, unakula mikate ambayo ni 12 kila wiki. Every day, every week, every month, every year. Unakula nini? Neno la Mungu. Nini? Biblia, ambayo ina vitabu vingapi? 66. Amen. Amen. Baada ya hapo unaanza kukua sasa, unaanza kunona kama yule mwanamke nyikani. Unastawili. Halafu ndipo hapa unakuwa nuru kwa ulimwengu. Namba 4. Hii inaitwa hapa ndo unaanza kupata divine assurance. Unapata kuwa na hakikisho. Kinara cha taa kikiwaka katika maisha yako, nuru inapowaka katika maisha yako na watu wakaona kwamba kweli yule ni mtu wa Mungu, hapo jue kinara kinafanyaje? Kinawaka. Usipoona ya kwamba watu hata wanasema yule ni mtu wa Mungu, yule hata wachawi mpaka mashetani yanasema huyu ni mtu wa Mungu, kama isipofikia hivyo, ina maana bado huna divine assurance. Huna hakikisho la mbingu kama ambavyo alilipata Yoshua. Wakati hiyo ndiyo hatua ya msingi zaidi. Amen. Amen. Watu wa Dampo, Dar es Salaam, wakati mnaendelea na net event, lazima mtafakari pia haya ya kwamba hakikisho ni namba 1. Utafuta hakikisho la Mungu, nuru kuwaka. Yani baada ya hapa unakuwa na nini? Hatua ya namba 5 ni kuwa na maombi. Hii ni kuhesabiwa haki kwa maombi. Maombi ya kila siku, uvumba, kufukiza, ibada ya asubuhi, ibada ya mchana, ibada ya jioni, maombi kila saa, kila saa. Kila saa ninakuhitaji, kama ambavyo mnaimba kila saa, kila saa Bwana ninakuhitaji. Kila saa lazima umuhitaji Yesu. Maombi kila saa, uwe kwenye basi, uwe kwenye biashara, whatever you are, iwe uko chuoni, lazima kufukiza uvumba, maana utapata hakikisho. Wale wasio na maombi wanatafuta kuruzi. Sasa hapa sikia, kuna kitu naomba sasa ukielewa kwa nini nimeamua kuchora hii. Hapa umeingia, hapa ndipo umetoka kwenye ibada ya jua. Maana huku mashariki kuna nini? Jua linachomoza. Ibada ya jua inafanyika huku. Huku ndio Misri. Kwa safari ya wana wa Israeli, huku ndio ilikuwa ni Egypti. Wapi? Egypti. Huku ndio walikuwa naabudu miungu miezi, miungu vyula, miungu jua, miungu ya ndama, miungu ya ng'ombe, miungu, yani huku ni religious conference. Huku ndio muungano wa madini yote. Upagani, Santa, kila mtu anakuja na mimi, kila anayekuja anakuja na fashion yake. Mwingine anakuja na msalabu umeinama chini, na yeye anaungana huku mashariki. Kama ambavyo umeona kwenye mazishi ya Papa Francis. Misalaba mingine imekuja, misalaba imeanguka wapi? Imeinama chini. Sijajua hiyo sasa. Hiyo inverted cross inatafuta nini kwa watu hawa wa Mungu? Watu wamepinda. Mpaka na majeneza yana misalaba ya nini? Wakimaanisha ya kwamba ni mpinga Kristo. Wakimaanisha kwamba ni madhehebu ya mpinga Kristo. Hata tunawaambia leo wa Katoliki, jamani tunawapenda. Tunawaambia macho yako yasipofumbuka sasa hivi, kuna wakati utakuja utatamani yale maneno uliyasikia uyasikie tena na utayasikia.
kwa sababu fursa hizo walizipoteza Wayahudi. Wamekaa na Yesu, wanadharau kila anachokiongea. Muda ulipokuja wakajua ndiye alikuwa, walitamani siku zirudi na hazikurudi, maana muda unatembea. Kwa hiyo hapa wametoka Misri, walianza kufanyeje? Namba moja, walikubali kafara ya nini? Ya mbuzi wa Pasaka. Mbuzi wa nini? Si walifanya Pasaka? Walifanya Passover. Malaika alipita usiku, walikuwa wameambiwa wachinje yule kondoo na waweke nini? Waweke damu kwenye miimo ya milango. Ina maana namba moja ilikuwa ni fundisho la kafara. It was among the first step. Wakafanya hiyo kafara ya Passover, yule mbuzi. Baada ya hapo walipita bahari ya Sham, step 2, ambayo ni nini? Birika. Wakabatizwa wote. Wengine watasema, mbona hiyo hujasoma andiko? Nitasoma Biblia. Wewe kama una Biblia hapo, fungua Wakorintho wa kwanza sura ya 10, uyaone wewe mwenyewe mambo ya ajabu ya mbingu. Hatua ya pili ilikuwa ni ubatizo. Baada ya hapo, hapa kulikuwa na boda ya kwanza. Hizi ni boda. Haya mapazia ndio mipaka. Hii ni boda ya kwanza. First border. Mpaka wa kwanza wana wa Israeli kufikia ulikuwa ni mpaka wa Kadeshi Berinea. Kadeshi Berinea. Ili ulikuwa ni mpaka wa kwanza ambao kiukweli uko karibu sana na mpaka wa Kanaani. Kitendo cha kufika Kadeshi Berinea, ambapo tunasema ni stage ya patakatifu, ni hatua nzuri ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wengine huwa wanaishia tu, nimemwamini Yesu, nilibatizwa. Baada ya hapo amerudi wapi? Duniani. Anaendelea na mambo yake na maisha yake. Ameendelea na ulimbukeni wa dunia. Anaendelea kuhangaika na mambo ya huku, jua, mwezi, mapete, mabangili, macheni, mashanga, manini. Hata wakina dada wanasema kwamba ukivaa hayo, yani unapendwa, unapendeka. Lakini kwambia kwamba utapendwa na wenye mapepo. Maana hivyo vitu havina connection na mambo ya Mungu kabisa. Kwa hiyo hapo iko hivyo ya kwamba wengi wanaishia hapa. Ukristo wao umeishia kwenye ubatizo. Finish. Ni kuimba tu na nyimbo. Ndio maana utakuta kwamba bongo flava yumo. Kwenye nini? Yumo. Sigara yumo, pombe yumo, kawa yumo, chai, everything. No difference. Ina maana huyu Mkristo huyu wa hapa, wa nje, ni huyu anarudi Yeriko. Anaenda kuzamia Yeriko kwa sababu huyu anaishia tu hapa mwanzoni na pia nyikani. Wengine wanakuja mpaka hapa kwenye neno la nani? Neno la Mungu, wapendwa. Wakala mikate walipokuwa wapi? Walipokuwa huko nyikani, wakala mikate. Wakala mikate vizuri kabisa. Ile maana ilikuwa inashuka siku 6, siku ya 7 haishuki, ambayo ilikuwa inafundisha kwamba Sabato. Sasa wakawa wameelewa. Lakini kitu kingine ilikuwa ni hiki kinara cha taa. Kinara cha taa ni nuru kuangaza. Kupitia roho ya unabii, karama, waliuona utukufu wa Mungu pale Sinai. Wakati Musa amepanda, alirudi anang'aa. Wengine walikuwa chini, yeye akapanda juu. Sasa wengi hata sasa wanapenda kubaki chini. Wakati watu wa Mungu wengine wanastrike hatua kwa hatua kwenda wapi? Juu. Ndio maana wimbo namba 73 katika nyimbo za Kristo unasema napanda juu. Kila siku napanda juu. Wakati wengine wapenda chini. Lakini mimi nia yangu ni kupanda. Kwa hiyo wale wa Kristo ambao wanasema we don't need update, hawahitaji update, au watabaki hivyo hivyo. Watabaki kama Android zile za Motorola. Watabaki kama zile Philips, simu zile za kizamani, zile zilikuwa za mkonga zile. Hawako updated. Yaani wakati watu wako kwenye hivi, wao ndio wako kwenye nini? Wako kwenye Philips na Motorola. Sasa hiyo inafanya washindwe kuvuka mipaka. Kwa hiyo walivuka hapa Kadeshi Berinea wachache tu, wakaingia hapa kwenye hapa kukawa na mafunuo. Wengine wakasema mbona Mungu ananena na Musa tu? Mbona wengine wakaja wakaandamana wakasema na sisi tutachukua chetezo. Wanataka wafukizie nini? Uvumba. Hapa kwenye mpaka wa baada ya kuvuka Kadeshi. Ilikuwa ni mfano wa patakatifu. Hapa wameingia hapa tu ikawa ni vurugu, manunguniko, mambo ya ajabu.
hawana imani na kila ambacho wanaongozwa. Kwanza wanasema warudi hapo, ili hawaeleweki wanaenda au hata sasa hivi kuna Wakristo hawaeleweki kwamba wanataka kwenda mbinguni, hawataki, yani hawaeleweki kwamba tunataka kwenda, hatutaki, yani hawajachagua chochote. Kwa hiyo kuna wakati wanataka wanaenda, kuna wakati wanarudi, kuna wakati yani they are passing down upside down, yani wanaenda wanarudi hapa, wanarudi huko, wanaenda huko, wanarudi. Wengine wamebuni mbinu, sijui waliambiwa na mchungaji nani, kwamba wewe ukitaka unakuja tena unabatizwa, unarudi tena unabatizwa, unarudi unabatizwa. Sasa wameshafanya ubatizo ni kama maji ya kuoga. Yani unakuta mtu amebatizwa mara 3, anasema kila yeye akifanya uzinzi anarudi anaoga, anafanya tena uzinzi anarudi anaoga. Ikasema nani alikwambia kwamba unakuwa tu unafanya ubatizo kama uoga? Yani kwa maana nyingine kwamba unakuwa unatenda kitu alafu unakuja kuupiga tena mwamba, unatoa maji, unabatiza tena. Haya, unaenda tena unakuja unachukua fimbo na upiga mwamba. Na huku nikani watu waliambiwa upige mwamba mara ngapi? Sasa kuna watu wanapiga tu. Yani hawana hata sense, na wachungaji wao ndio wameambia kwamba inatakiwa rebaptism. My friend, kwenye kitabu cha evangelism, rebaptism si kwa Mwadventista msabato. Rebaptism ni kwa Mwadventista wa makanisa ya Jumapili. Yani mtu ambaye alibatizwa hajui amri ya 4. Ndivyo imeelezea, sio sura ya rebaptism. Wapendwa, pasipo nuru huwa Mungu hahesabu kosa. Ila kama umesikia nimesema kitabu gani? Evangelism cha nani? Ellen G. White. Ubatizo wa kurudia ni mtu gani? Ambaye hajui amri ya 4. Yani Mwadventista, unajua hata wa makanisa mengine yanayotarajia ujio wa Yesu yanaitwa Advent. Maana ya Advent ni wana marejeo, wanasubiri marejeo ya Yesu. Ila si mwana marejeo wa mtunza sabato amekosea. Huyu anatakiwa afanye toba ya dhati. Kama atavaa nguo za magunia avae, lakini si kurudi kupiga mwamba. Hizi hatua sio za kufanya mchezo. Sio nini? Sio game. Mpaka wa pili ambao ndio wa msingi kabisa, huu border ya mwisho hii. Hii border is the last border. Hii ya mapazia ya kwenda kuingia sasa Kanaani kabisa kukutana na Mungu. Hii inaitwa the last border. Hapa kwenye mpaka huu ndo kuna Yordani. Huu mpaka huu kuna nini? Yordani. Na hapa ndipo kuna nini? Yeriko. Na hapa ndipo kuna nini? Kuna Ai. Sasa hapa ndipo investment ya shetani na vikwazo viko hapa. Kuna Yeriko, iko boda kati ya patakatifu na patakatifu. Na Mungu yuko huko. Ili umfikie Mungu lazima uzishike amri za Mungu, sio tu kutangaziwa Kanaani. Ilitakiwa waziishi. Alafu ule chakula cha nini? Kopo la mana. Nini? Ni chakula cha nafaka tu. Chakula cha nafaka tu. Kwa aina zake na mboga za kondeni. Yani hii inaitwa back to Eden. Kurudi wapi? Eden, kwenye maelekezo ya Mungu alipokuwa anawasiliana na wanadamu face to face. Unakula kile ambacho Mungu alielekeza face to face. Wakati wanaishi Mungu na wanadamu. Wakati achinjwi ng'ombe, wakati achinjwi kuku, kipindi hicho wanaishi kama friends kwenye bustani. Ndipo ambapo Joshua aligundua ya kwamba alikuwa kwenye boda. Na hapo kulikuwa na vikwazo vingi vya Ukristo haviko huku mwanzoni. Vikwazo vingi vya Ukristo haviko baada tu ya kubatizwa. Hivyo unabatizwa, sijui baba yako amegoma ubatizwe na nini, hiyo tu ni intro. Hiyo ni introduction. Majaribu mazito yako huku. Lakini kama Mungu amekuwezesha kupanda mpaka huku, nguvu hiyo ya Mungu inaweza kukufikisha hapa. Ila ukiwa na nini? Na imani na nia ya dhati. Maana wengine hawana nia. So alipofika hapa aliona Yeriko ndio ulikuwa mji mkubwa ambao umeketi hapa. Sasa ili kuvuka hapa ni Yordani. Yordani walivuka. Walifanyaje? Kwa imani
wakaambiwa makuhani wafanyeje? Watangulie. Hata sasa tunasema mapasta mtangulie. Babeli iko tayari, Roma iko tayari, wamechagua na papa mpya na Constantine yuko tayari. Pastors should go front line. Wachungaji watangulie sasa. Kama wamekula zaka na sadaka, watangulie mbele. Sisi kufa ni baadaye. Sasa watangulie nini? Pastors. Hebu Wilson atangulie na wengine watangulie. Maana ilikuwa inatakiwa makuhani ndio wafanyeje? Watangulie. Halafu wanabeba nini? Sanduku la nini? La agano. Huku unatangulia nalo sasa. Halafu mnashika nini? Tarumbeta. Zile tarumbeta hivi inatakiwa wachungaji wafanyeje? Watangulie. Kama wachungaji hawataki kusimama mbele ili tuvuke hapa, basi waache kazi. Mungu aweke mikono wengine akina Haruni ambao watachaguliwa si kwa uchaguzi wa kura. Watachaguliwa kwa fimbo ya nini? Fimbo ya Haruni. Fimbo ya Haruni ilikuwa na nini? Ilichipuka wakati ilishakata. Fimbo hiyo wakati ikachipuka ikafanya nini? Ikatoa makomamanga. Kumbe makuhani ambayo inatakiwa watangulie jeshi la Mungu la mwisho ili kwenda kuiangusha hii Yeriko, hatimaye kuingia kwenye nchi ya ahadi, yani mbinguni. Lazima wachungaji na wainjilisti watangulie. Makuhani, wapatanishi, waombezi wa wengine watangulie. Wakitangulia washike nini? Amri za Mungu waziishi katika maisha yao. Wazibebe wapi? Kichwani. Wazibebe wapi? Kichwani. Na nini? Na roho ya unabii ambacho kilikuwa ni kitabu kidogo kilichokuwa pembeni mwa sanduku. The Book of Law. Kitabu cha nini? Cha sheria. Wengine wanauliza, mbona hilo fungu hatujawahi kusoma kama kulikuwa na kitabu cha sheria? Sasa nikwambie mpendwa, kipo. Nikutajie fungu alafu utaandika, utasoma kwa wakati wako. Maana tunahitaji kujifunza mambo mengi. The Book of Law. Hiki kitabu kilikuwa sehemu gani? Hiki kilikuwa kina sheria 600 na. Wakati amri zilikuwa ngapi? 10 mpendwa. Lakini hiki kitabu cha sheria kilikuwa pia cha muhimu. Na kilikuwa inatakiwa kizingatiwe, maana kilikuwa kina kanuni za afya, ule nini, uishije na jirani, uishije kwenye biashara yako, kama ambavyo roho ya unabii inaelezea mambo mbalimbali, mambo ya ndoa, mambo ya dini, ya chakula, mambo ya afya, usafi na kadhalika, mambo ya elimu yako humo kwenye The Book of Law, kitabu cha sheria. Hiki kilikuwa kina nini? Katika kitabu kwenye Kumbukumbu la Torati 31 fungu la 26, Deuteronomy 31:26 inasema, take this book of law, kichukue hiki kitabu cha sheria, and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord. Akiweke pembeni mwa sanduku la agano. Kumbe kulikuwa na mbao zenye amri 10. Kumbe kulikuwa na kitabu kingine alikaweka pembeni pale. Ndio maana tunasema kwamba uvuvio wa karama ya roho ya unabii, hapo una Biblia ina amri 10. Sawa? Ndipo unachukua na kitabu gani kingine kama ile Injili ya Kipambano Kuu ambavyo vinasapotiana na Biblia, unakiweka pembeni hapa. Ndivyo vilikuwa vimebebana. The Book of Law inaelezea mambo mengine ya maisha, maelekezo ya taratibu zingine za maisha. Hakuna Mkristo anaweza kwenda mbinguni akiwa na sanduku tu la agano halafu hana hicho kitabu cha sheria, The Book of Law, ambao ni nini? Bible na spiritual prophecy. Kisha mhubiri atakayetangulia, kwani atakayetangulia kwenda kuvuka Yordan na kuingia kwa Yeriko na sanduku na matarumbeta ni nani? Anasema ya kwamba kutafanyika mchujo katika siku za mwisho. Mchujo huu unaitwa Perpetual, the shaking. Perpetual. Mungu atachuja kondoo na mbuzi, magugu na ngano. Atajipatia watumishi waaminifu atakao watia mafuta yeye mwenyewe. Hawa wanaitwaje? Ilikuwa hivi. Ilikuwa Mungu alikuwa amemchagua Haruni. Akachagua kabila ya Lawi. Watu special. Walikuwa wamechaguliwa na Mungu si kwa kula. Amen. Sio kama sasa hivi unachaguliwa kwa kupiga kura na rushwa ingalipo. Na hata kutegemea pastor fulani alinisaidia kufika sehemu na mimi nimpigia kura. Na wengine hivi unatafuta na wanafunzi huko wa kichungaji na wenyewe wanapiga kura. Yaani hiyo si mpango wa Mungu. Hiyo itaachwa tu au ataachwa tu. Maana hawataweza kututangulia hapa
kuvuka wapi? Jordan, kuvuka Jericho. Hawatatutangulia, watarudi nyuma wakisema turudi wapi? Back to Egypt. Watasema turudi Misri. Kwa hiyo Mungu anataka watu ambao watasema move forward, move forward. Wale wanaosema tusonge mbele, hao ndio kila mtu atashika fimbo. Mimi ni mchungaji. Na yule ameshika fimbo. Kila mtu fimbo, mimi ni mchungaji, mimi ni mchungaji, mimi ni pastor, mimi ni pastor. Sasa Mungu atakachokifanya, ile fimbo itatoa matunda. Wakati ikiwa imekatwa, haina mizizi, haina nini. Unazilaza wapi? Tunaziweka hapa. Kisha tunaenda wapi? Kulala. Kukipambazuka, kila fimbo ina jina lake. Haya, kila mtu akachukua ile fimbo. Fimbo itakayokutwa imeota makomamanga. Hiyo ndo mtu aliyekubaliwa na Mungu. Amen. Hiyo ndo kutafuta assurance. Ndio maana Yoshua alisema namba 1. Ndio inatakiwa nitafute hakika ya Bwana. Je, mimi ndio Bwana yuko na mimi? Kama sio, basi nisije nikajitia kielele kwenda kupigana kitu ambacho sikiwezi. Lazima tuwe na uhakika kwamba tuna Mungu kweli. Na uhakika huo inasema kwamba kwenye PP tunasoma ya kwamba alijitenga na kambi, akaenda mahali pa maombi peke yake. Kwa Kiingereza inaitwa self isolation. Unajitenga kwa muda kwenda na kumtafuta nani? Mungu. Ndio maana tuliona ya kwamba country living kwenye hii border tukiwa hapa inahitajika. Maana unaji-isolate kutoka kwenye jamii. Unaenda pembeni kutafuta uhakika wa wewe kwenda mbinguni. Amen. Amen. Hiyo divine assurance and the guidance itapatikana ukiwa umeji-isolate, ukiwa umejitenga. Amen. Ndipo sasa hawa ambao fimbo zao baadaye, yani Mungu anaenda kufanya udhihirisho kama alivyodhihirisha kipindi cha Haruni. Wale wamechukua fimbo wanasema kwani Mungu ananena na Haruni tu? Mbona hata sisi akina Kora na akina Abraham. Halafu baada ya udhihirisho nini ilifanyika? Nchi ilipasuka ikawameza. Sasa nini kinaenda kutokea? Wachungaji ambao mbingu hazijawakubali na huduma yao haijakubalika na mbingu, lakini bado wanang'ang'ana na fimbo ya ukuhani. Sasa Mungu anakaribia kukata maneno. Atakachokifanya, atakata maneno kwa staili ya udhihirisho wa live, yani mbashara kabisa. Haujachakuliwa unasema mimi ana wafuasi wengi, huyu ndio hubiri hapa, huyu ndio hubiri net event. Je, Mungu amesema hivyo? Mbona sasa hivi tunafanya vitu kienyeji tu? Alright. Nani ni bora? Mbingu ikichagua ni vyema zaidi. Amen. Kwa hiyo watu wanashikilia fimbo na Mungu akidhihirisha, baada ya hapo wengine itabidi atapasuka. Yani nchi kupasuka ni ulimwengu utapasuka hivi. Ulimwengu utafanya utapasuka, alafu utameza wachungaji. Nini itapasuka? Babeli itapasuka hivi. Itameza wachungaji ambao walikuwa hawajakubaliwa na mbingu, wote itawatazikwa pamoja na Babeli. Watarudi Sunday. Wote Sunday. Nikuambie kitu kingine. Dunia itapasukaje imeze watu? Dunia inaenda kugawanyika makundi haya mawili, ambao wameshindwa kupanda juu na Mungu. Yani itakapoachana hivi pap, watu wa mark of the beast, wachapo ya mnyama, na watu wa muhuri wa Mungu, wale ambao walikuwa wako neutral watazama katikati pap, watazikwa. Hivyo ndivyo Mungu atadhihirisha. Fimbo ya ukuhani wa kweli itachipuka, itazaa makomamanga, na wataondoka nayo mpaka kwenda wapi? Kanaani. Haruni akifa anarisishwa mwingine. Akifa mhubiri mmoja anarisishwa mwingine. Hiyo ndo udhihirisho wa Mungu utafanyika. Kwa hiyo lazima safari isonge. Amen. Amen. Mambo yanaendaje hapo? Ikawa hivyo. Kwa hiyo walipofika hapo Kanaani, wako kwenye boda, wameshafika boda ya mwisho, walipovuka wakakutana sasa na mji unaitwa Jericho. Halafu baadaye ukaja mji mdogo unaitwa AI, unaitwa artificial intelligence. Mji wa AI ulikuwa unaitwa AI. Kalikuwa kama mji kadogo, lakini kalikuwa kana mazindiko ya ajabu sana. Na ukienda una mambo ya ajabu, unaishia hapo AI. Jina fupi tu AI.
kama yani kidogo tu unakusha habari. Yeriko ulikuwa ni mji ambao ungekuwa kikwazo. Sasa hatua ya kwanza, kabla Joshua hajaenda kukaa huku na kuzishika amri za Mungu na kuwa na maisha huku ya kudumu na Mungu, namba moja, asingeacha hapa jiji kubwa halafu huku ni country living. Nini? Narudia kusema, asingeacha hapa jiji likubwa halafu yuko country living hapa. Ilikuwa inatakiwa kwenda maili nyingi. Huu mji ilikuwa sio tu uachwe maili kadhaa. Ilikuwa inatakiwa huu mji uteketee. Why? Ukiacha jiji kubwa na wewe uko mashambani mita 300. Uko wapi? Country living. Yaani unasema niko Dar es Salaam, alafu country living mashambani ni wapi? Kibaha. Maili yani kama maili tu 300. Saa moja umesharudi mjini. Sasa haiko hivyo mpendwa. Hii miji ina nguvu ya usumaku. Yenyewe ina pull. Inavuta. Yesu anavuta watu waje wapi? Juu. Hii miji inavuta na yenyewe ina nguvu. Ina usumaku mpendwa. Yani ina sumaku. Vitu vilivyokuwa hapa vilikuwa na sumaku za kiroho na kimwili. Yani kiroho unavutwa na nguvu ya kipepo. Inakuvuta. Hapa kulikuwa na utajiri. Wacha nikwambie kitu. Yani hapa Yeriko ilikuwa inatakiwa huu mji uvunjwe tu. Na leo tutaenda kuombea Yeriko za leo zianze kuteketea tu kwa moto. Maana watu wa Mungu hawataenda mbinguni kama ikibaki hiyo miji. Namba moja, tunaambiwa kwamba kulikuwa na mji gani? Unaitwa Jericho. Au kwa Kiingereza unaitwa Jericho. Sawa, hii ni maneno mawili. Maneno mangapi? Jericho. Jericho. Sio Gerard. Wala sio Jerry. Ni Jericho. Hii ina maneno mawili mpendwa. Ili uelewe kwamba huu mji kwa nini ulitakiwa uteketezwe. Na kwa nini lazima Mungu aruhusu uchumi usambaratike kabisa. Yaani kutakuwa na economic collapse very soon ambayo itakuwa sio hii tu ile ya COVID. Nitaenda kueleza kwa nini pia COVID ilikuwa ya muhimu. Na Mungu kwa nini aliruhusu hiyo itupige. Na ilipopiga pale watu wakabaki ndani, kuna watu walirudi kiroho. Yaani kuna watu walirudi kwenye maombi. Yaani kumbe mpendwa, kuna mambo mengine kwenye familia yako yakitibuka. Yaani unakuwa wa kiroho. Yakienda mserereko kiroho imeisha. Kuna watu kwenye majanga haya kama ya COVID, watu walirudi kwenye maombi. Maombi tumtafute Mungu. Mwisho umefika wakasoma na kitabu cha Ufunuo. Na mahubiri yalibadilika. Watu wakaanza kuhubiri Ufunuo na Danieli kwamba mwisho umefika. Lakini baada ya COVID mahubiri yakabadilika. Yakarudi yale ya nini? Ubarikiwe, utabarikiwa. Toa zaka, utabarikiwa. Kipindi cha COVID rafiki yangu, wakati mimi nikiwa nchi huko ya nje, tulifungiwa ndani. Hamna cha kanisa, hamna cha bodaboda. Yaani ubize wote ukaisha ndani. Wengine wakabaki na simu, wakanunua bando, pesa za bando zikaisha, kwa hiyo wakalazimika kuwa kwenye maombi. Maana Biblia haihitaji bando. Haleluya, haihitaji bando rafiki yangu. Watu wakasoma Biblia, wakawa na maombi, maana wako ndani tu 24/7. Tanzania hawakufungiwa. Ni rehema za Mungu. Lakini kule mataifa nje watu walimrudia Mungu. Hata wale vimada walifanyaje? Walipunguza ukahaba. Maana ilikuwa nini? Ilikuwa ni time with God. Yaani kumbe hata majanga yanatokea mengine ni ya shetani, lakini yana positive impact. Amen. Watu walibana ndani. Sasa unasubiri hivi irudie, inarudia. Uchumi utaharibika. Ukiharibika hata yule ambaye alikuwa busy ana muda wote anawaza magari yake, anawaza nini? Anawaza punda wake, anauza mashamba yake. Sikia, hayo masoko yatakorapsi, yakikorapsi mpendwa. Yaani utarudi tu kwa Mungu. Kwenye maombi utarudi tu kuimba mpaka nyimbo ambazo umeshazisahau. Akina baba kwenye familia wanarudi masaa yameenda, hakuna ibada. Ibada ni zile, fanya haraka. Muda unaenda, fanya haraka. Omba fupi. Sasa Mungu ataenda kuleta more than COVID. Akishaleta hiyo itatuliza watu. Yeriko lazima uanguke. Watu waingie Kanani. Hivyo Joshua na majeshi yake ilitakiwa wavunje huu mji.
Kwa nini unaitwa hivi? Unaitwa Jericho. Maneno mawili, Jerry alafu nini? I and ko. Ko hii maana yake ni city. Maana yake city. Maana yake ni neno linalomaanisha nini? Mji mkubwa. Mji mkubwa. Yaani lugha fupi lakini ni mji ni ko. Ile ko, cho, yani tayari. Ile Yeriko. Ko umesema mji. Halafu Yeri maana yake ni nini? Yeri maana yake ni Kiebrania ambayo inasema ni maana ya Yeri ama Yera. Yeraha. Yera ama Yeri. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni mwezi. Maana yake ni mwezi. Kwa hiyo huu unaitwa nini? Yeri au Yera au Allah au nini? Allah ama Yeri. Hii ina maana ya moon god. Mungu mwezi. Moon god. Mungu mwezi. Halafu wengine wanasema ya kwamba pia Yeriko ulikuwa unaweza ukawa na maana nyingine. Wakichukua neno Yala ni Mungu jua, the sun god. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa ni mji ambao unaitwa mji wa Mungu mwezi, Yeriko. Mji wa nani? Kwa nini huu mji ulikuwa wa Mungu mwezi? Mungu mwezi ulikuwa hivi. Huu ulikuwa ni mji wa nini? Haya, ni dini gani ambayo inaweka miezi kwenye majumba yake ya ibada? Uislamu. Rafiki yangu, hii ilikuwa ni mji wa Kiislamu. Huu ulikuwa ni mji wa nini? Muslim. Ni mji wa Kiislamu. Huu kwa maana nyingine ulikuwa ni mji wa Kiarabu, wa dini za Kiarabu. Huu ni mji wa utajiri kama ilivyo Dubai, rafiki yangu, kama ilivyokuwa Palestina. Ndio maana ambavyo yani miji kama inapigwa vita inasambaratika kabisa. Inapigwa, Mungu anaruhusu vita isambaratike kabisa. Maana watu wanapenda kwenda Uarabuni. Maana kuko na pesa. Lakini hii kilichonishangaza zaidi, mji Yeriko maana yake nyingine ni fragrant. Fragrant maana yake ni nini? Ni kitu yenye kunukia. Fragrant yenye kunukia. Hii maana yake ni perfume. Perfume rafiki yangu. Yeriko, mji wa perfume. Mji wa Mungu mwezi. Mji wa udi. Mji wa ubani. Mji wa manukato. Yaani ni mji wa kila kitu. Unanukia. Sasa fikiria. Fikiria wewe ndio mmoja wao, una wana wa Israeli. Unaenda safari ya wapi? Wenda mbinguni. Halafu unafika mahali pananukia vizuri. Yaani pananukia ubani, udi, fragrance, perfume. Utaendelea na safari hapo? Auendi? Anapita mdada hapa amepiga ushungi. Mrembo. Halafu ile anapita tu perfume tu. Yaani perfume inapita kutoka kwa kichwa mpaka kwa mguu. Unachanganyikiwa. Unasema lazima nimpate. Kama ambavyo kuna watu huwa akiona kitu mpaka akipate. Wengine akiona gari anasema mwaka huu lazima niipate. Kuna watu akiona nyumba ya jirani yake na mwaka huu miaka 2 lazima nipate. Kwa gharama yoyote yuko radhi akatumie hata nini, akatafute mganga aulize ni namna gani apate, ataipata. Kuna watu wakiona mwanamke mrembo anasema huyu kwa gharama yote nitafutieni. Kwa gharama atatafuta hata namna yoyote ampate, hata kama ni mke wa mtu rafiki yangu. Wengine anasema akiona mwanamume mrembo anasema ya kwamba yani huyu lazima nimpate kwa gharama yoyote. Kwa hiyo sasa hivi kama safari kwa hivyo, huu mji wa Yeriko hata kama hao watu wa Mungu wangevuka wakaingia Kanani, huu mji ungebaki. Wangerudi hapa. Wangerudi kwenye perfume. Wangerudi kwenye hii mji. Huu mji pia ulikuwa na majini mamilioni. Yaani ulikuwa na majini mamilioni. Yaani majini nini? Evil angels, malaika waovu. Malaika waovu. Kwa sababu ni dini za mapepo ziko pale. Alafu ilikuwa ni center of idol worship. Ilikuwa ndio kitovu, center of all idolatry.
ilikuwa ni center ya ibada zote za miungu. Kwanza nikusomea Ellen G. White anasema maneno hapa ili uelewe nini maana ya Yeriko, ili ujue ya kwamba hakika kuna miji inabidi ipigwe moto. Si tu Los Angeles, si tu Maryland, si tu California, kuna watu hawatatoka kwenye miji na Mungu anawapenda, anataka waokoe. Sasa nini atakachokifanya Mungu ili wewe uokolewe? Maana kwa sauti husikii, maana kwa mahubiri huelewi. Mungu ili akuokoe inabidi alete fimbo ili watu waokolewe. Maana upendo wa Mungu ni mkubwa. Upendo wa Mungu ni mkubwa. Mungu ataruhusu kila namna ya adha za maisha ili kwamba watu wa Mungu waende wakatafute assurance kwanza ya kwenda mbinguni, wakatafute hakika la kwenda wapi? Mbinguni. Yeriko ulikuwa ni center. Yeriko ulikuwa ni kituo ama kitovu cha idolatry. Mji wa Mungu mwezi, mji wa perfume, Jericho. Hebu tuangalie hapa nabii Ellen G. White anasemaje? Anasemaje kwamba ulikuwa ni kitovu cha ibada za sanamu. Mji huu wa Yeriko ilikuwa inatakiwa uangushwe ili watu wasirudi hapo. Maana hapo ndio wangekuja kukaa pale, maana wenyewe walikuwa wanaangalia vivutio. Katika kitabu cha PK Prophets and Kings ukurasa wa 229 paragraph ya pili, nabii Ellen G. White anasema ya kwamba a portion of the beautiful valley remained, sehemu ya bonde zuri ilibaki, with its life-giving springs and streams to garden the heart of man. Kulikuwa na bonde zuri ambalo lilikuwa na maji mazuri ambalo lilikuwa linamwaga katika bustani ili kufurahisha na kuburudisha moyo wa mwanadamu. In this valley, kumbuka ilikuwa ni kwenye bonde kati ya milima miwili, yani watu ambao hawajaamua kwenda huku au huku, ni watu wako bondeni, bonde la uvuli wa mauti, bonde la ulimwengu, yani si wa Mungu si wa shetani, wako hapo wamezama. Ilikuwa ni kwenye valley. Hili bonde lilikuwa limejaa baraka, rich with the fruits of grain. Lilikuwa limejaa mashamba ya ngano, and the forests of daty palms. Kulikuwa na msitu wa minazi. Ulikuwa unaitwa ulikuwa unaitwa mji, ulikuwa na majina mengi. Ulikuwa unaitwa the city of palm trees. Ulikuwa unaitwa mji wa minazi. Ulikuwa full of the forest of palm trees and other fruit bearing trees, na miti mingine inayozaa matunda. Yani huu mji watu wakakaa pale na shetani akaweka kituo pale. Maana kila kitu kipo, matunda yapo, nazi, perfume, kila kitu. Madini yalikuwa yasiyohesabika. Maana wafanyabiashara wote wa madini walikuwa wanakuja Yeriko, mji wa Mungu mwezi. Ndio maana biashara mengi mpaka leo ya madini peleka Dubai. Ukitaka peleka Qatar, peleka Oman. Oman tena ni maskini kidogo. Saudi Arabia. Kule mabosi, yani kuna gari za kila namna, gorofa za kila namna. Ukitaka kula raha, watu wanaenda Dubai. Wengine honeymoon wanaenda Dubai kuenjoy. Yani kila kitu kimebarikiwa. Lakini hii miji isipopigwa moto, watu hawatoki. Kwa hiyo kuna majanga mengi Mungu anaenda kuruhusu kuliko ya COVID, ili watu warudi tena kumtafuta Mungu baada ya hapo tuende mbinguni. Kama usiposikia na hiyo, basi unaacho. Anasema kwamba the host of Israel, majeshi ya Israeli yaliweka hema karibu na Jordan. Kisha anasema walipokuwa wameshachukua baadhi ya matunda kutoka kwenye nchi ya ahadi. Before them had stood the walls of Jericho. Mbele yao ulisimama ukuta wa Yeriko. Kati ya patakatifu na patakatifu kuna ukuta wa Yeriko pale. Anasema ya kwamba ulisimama ukuta huo, a heathen stronghold, the center of the worship of Ashtoreth. Ilikuwa ndio center ya ibada ya Ashtoreth. Ashtoreth ndio anaitwa Easter. Hii Easter ambayo imesherekewa mwezi wa 4 ya Pasaka inaitwa Easter. Huyu ndio anaitwa Mungu Ashtoreth Kiebrania. Wanasifiwe. Amen. Ndipo ibada kituo kikubwa. Maana yake nini? Kituo kikubwa kinaitwaje kwa lugha ya Kiafrika? Tunaita makao makuu au jimbo kuu. Hiyo ndio tunaweza kusema ilikuwa ndio Vatican. Yaani hapo ndio ilikuwa makao makuu ya Papa. Hapo
Yes, hiyo ndio ilikuwa ni upapa. Hapo ndio makao makuu ya upapa, Yeriko. Ndio maana kwenye safari yetu kwenda mbinguni tumekuja mara pa tunakutana nini na upapa face to face. Ukuta uko pale. Rumi haitaki mtu yeyote aende mbinguni, maana shetani ndio boss, na hivyo shetani hataki mtu yeyote aende mbinguni. Amewatayarishia majiji yanazidi kuboreshwa na kujengewa masoko mazuri na kujengewa vyuo vizuri na kujengewa barabara za kuteleza na treni za umeme. Yanaboreshwa wakati wa mwisho. Kwani mwanzoni walikuwa wapi? Wakati ambapo inatakiwa twende mbinguni ndipo wanaharakisha kufanya nini? Mambo mazuri. Ngoja nikupe. Ni sera ya shetani kufanya mazuri karibia wakati wa karibia uchaguzi. Yaani iko hivi, hizi chaguzi za Afrika. Kiongozi mkimchagua anaenda kufanya mambo yake kwanza, ya kimaslahi yake, ya familia yake. Anajinufaisha, anaiba pesa Ikikaribia uchaguzi ndio anaongeza nini? Mishahara, anaongeza mishahara, anasamehe wafungwa, ndio anafanya hivyo. Kwa hiyo na shetani naye ni hivyo, wakati watu wanakaribia kwenye uchaguzi wa mwisho ili kwamba watu wachague Yesu au shetani. Yaani shetani alishakusanya mali zote, sasa ndo anaanza kutupa ofa, misaada karibu ya uchaguzi. Misaada ili tumuone yeye ni kiongozi mzuri. Hapo mwisho wa siku unachagua, ukishamchagua tena anarudi tena kukunyang'anya zote hizo. Ukikaribia uchaguzi tena unafanyaje? Unapewa tena hizo. Unagawiwa pesa, vitenge, t-shirt na nini. Inakula kwenu wapendwa. Ninakwambia kwamba shetani asikudanganye. Anatoa maofa, majiji, cryptocurrency. Naambia hii ni Bitcoin. Yaani ukijisajili tu kwa kwenye Bitcoin unawekewa kwanza $500. Mtapewa hizo ofa. Utaziona. Watu 10 au 50 wa kwanza kufika kesho kujisajili kwenye akaunti za cashless zilizoshikika CBDC, wateja wa kwanza watawekewa $500 free. Unaenda kujisajili kama kule Kenya waliambiwa wale watakao jitokeza kuskaniwa mboni za jicho, wale wa kwanza kabisa walipewa $3 ya Kenya. Yani ni kampeni ya shetani. Unapewa pesa, unamchagua shetani, baada ya hapo anakula, anafanya ya kwake. Kwa hiyo huu mji ulikuwa ni center ya business, na hiyo Mungu ashitoreshe. Kisha anasema hapa kwenye mji kulikuwa na ibada vilest. Anatumia neno vilest, ibada zile mbaya kabisa za kishetani, most degrading of all Canaanite forms of idolatry ilikuwa inafanyika hapo. Yani ule umizimu na ushetani mkubwa ulikuwa unafanyika pale, ambapo leo uliona ya kwamba kwenye mazishi ya papa, mmeona mazishi ambayo hamjawahi kuyaona. Hata Papa Benedict akuzikwa hivyo. Ni kwa sababu Francis amefanya kazi ambayo hakuna mtu mwingine amefanya kwa shetani kama hivi. Amepalilia njia. Yani sheria ya Jumapili imenyoshwa hivi. Kila kitu kiko tayari. Ndio maana wamemzika na dhahabu na fedha. Maana wanaona amemaliza kila kitu. Na ingewezekana wamboost angeishi mpaka malizie. Lakini kwa sababu hata booster zilishindwa, hata AI ikashindwa, wakasema tu basi sasa. Ndipo wameleta sasa huyu mpya huyu amalizie. Lakini huyu aliyekuja huyu naenda tu mserereko. Maana Francis ameshafanyaje? Ameshanyosha kila kitu. Siku ya mazishi watu waliona watu wana kofia ndefu hawajawahi kuziona. Hata wewe mpendo ulishangaa. Yaani ukawa unaona watu wana mikuki ina vitaji, alafu nini misaraba imeinamishwa chini. Alafu ile gwaride sasa, gwaride lake lilikuwa linaenda kwa mapigo ya shetani. Mapigo ya 1 2 3.
1 2 3 kwa. Ile tunapopiga maalum zile, hizo ni gwaride za nini? Za shetani rafiki yangu. Hizo nazikuta kwenye ushirikina tu ulio upgraded. Ndipo watu wakaona mambo ya ajabu. Wengine wanakuta hizo kepu ni kofia ndefu kama misonge. Halafu mtu chini hapo yamevaa kanzu ndefu. Halafu miondoko sasa ya kujua wao na shetani wao. Wakabeba masanduku marefu yamepangwa, yani utafikiri treni. Hapo kuna masiri makubwa. Kwa ile virus idol worship ilikuwa inafanyika Jericho. Ilikuwa inafanyika kwenye ule mji. Ile ibada chafu za makufuru zilikuwa zinafanyika pale. Anasema ya kwamba huo mji itakiwa uangushwe kwa sababu watu wa Mungu hata kama wangeenda tu Canaan wangeshawishika kurudi. Maana ukifika pale kuna perfume zinanukia mpaka zinapenya mpaka miguuni. Wanawake warembo, ushoga, umalaya ulikuwa pale. Niambie sasa, mji ulikuwa wakubakisha? Hapana. Anasema ya kwamba soon its wall were thrown down and its inhabitants slain, and at the time it is for the solemn declaration was made. Yani huo mji ulikuja kuangushwa kwa nguvu za Mungu. Nitakuja kurudi kuangalia kwenye hilo anguko kiundani tupate mafundisho mengine zaidi. Lakini nikwambie kwamba lilitolewa tangazo la kutisha ya kwamba amelaaniwa mtu yule atakayejenga tena Yeriko. Angejaribu ambaye atajaribu kujenga tena Yeriko alilaaniwa. Aliambiwa kwamba kwa kuwa umelaaniwa, huyo atakayejaribu ataweka msingi. He shall lay the foundation thereof in his firstborn. Angezika kwa mtoto wake wa kwanza. Angezikwa pale kuweka msingi wa mji. Kisha angemalizia malango. And in his youngest son shall he set up the gates. Angemalizia malango kwa kuzika tena mtoto wake wa nini? Wa mwisho. Joshua 6:26. Hii ilikuwa ina maana gani? Mpendwa? Tunaambiwa kwamba lazima baadhi ya miji iteketezwe. Why? Na kwa nini mji ulilaaniwa? Tutaenda kumalizia hapo. Naomba sasa ushike mambo haya yafuatayo. Shika mambo haya ambayo yakitokea usishangae kwenye maisha yako na kwenye mji ulionao, iwe uko wapi, ujue haya yatatokea kwa hakika. Mathayo 11:12. Matthew 11 verse 12. Mathayo 11:12 nasema ya kwamba kama ambavyo ilikuwa kuteka Kanani ni kuteka kwa nguvu, ndivyo ufalme wa mbinguni unatafutika kwa nguvu, na wenye nguvu wauteka. Kama ambavyo Kanani ilitakiwa kuteka kwa nguvu, hata ufalme wa Mungu unatekwa kwa nguvu. Anasema tangu siku za Yohana, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nini? Kwa nguvu. Na wenye nguvu wa nini? Wauteka. Mathayo 12:29. Mathayo 12:29 nao inasema ya kwamba lazima shetani na wafuasi wake waondolewe kwa wakati ili kwamba watu wa Mungu wafanyeje? Waokolewe. The investment, lazima uchumi na uwekezaji wao ukolapsi. Ufanyeje? Ukolapsi, kwa sababu usipo kolapsi watu wa Mungu watavutwa waendelee kurudi mjini. Watarudi, yani watashawishika tu by enemies, you will go back. Na unaporudi utakutana na hizi ibada zitakuvuta na utaabudu hizo ibada. Wapendwa, unapokaa karibu na jirani maraya, unajaribiwa na wewe kuwa maraya at the time. Unapokuwa karibu na mji ambao una madhahabu, una magoldi, una manini, yanakushawishi. Ndio maana Lutu alitakiwa achomewe mali zote kule. Lutu, mke wake alikuwa amewekeza kwenye mji wa Sodoma. Kwa kuwa amewekeza, namna ya kumwokoa mara ya kwanza, Mungu alisababisha vita. Akaja mfalme Kedolaoma, akafanya vita na mfalme wa Sodoma, na wafalme wakagombana hapa. Mungu aliinjinia ile vita ili watu wa Mungu watoke. Sasa Mungu amekuwa akifanya matukio kama hayo duniani ili watu wa Mungu wastuke. Tunastuka, tunarudimo.
COVID ilikuja ikatuhamisha kabisa vizuri, kaamsha watu wa Mungu wakafanyaje? Weka flight mode. Hizo simu wekeni flight mode, kuna vitu msimiss. Tusikie sauti ya Mungu inasemaje. Kwa hiyo sasa inasema ya kwamba Rutu, kama ule mji usingepigwa moto, bado hata kwenda mlimani alivyoenda, wangerudi tena kuangalia nini? Mali za mama, si urithi. Wangerudi tena kuangalia mama amekufa, ndio, lakini zile mali zipo. Wangerudi kuangalia mali za mama na wangerudi kufia kule tena. Na Mungu alikuwa hataki wabaki kule, maana ibada zilikuwa zinafanyika kule zichafu, uzinzi wa ajabu, LGBT, hayo mapenzi ya jinsia moja yalikuwa pale, watoto, mambo ya zinaa za ajabu. Mungu anataka watoke, hawatoki. Akasababisha vita. Huyu Rutu akachukuliwa utumwani. Hiyo ni Mwanzo sura ya 10. Sio Mwanzo sura ya 11. Nitakumbuka hayo mafungu. Sasa wakati wamefanya hivyo, ilikuwa ni kwenye Mwanzo 14. Mwanzo 14. Abraham akaenda kumkomboa. Ametekwa, akaenda kupigana na wao, akamkomboa, akamleta nyumbani kijijini. Ibrahimu alikuwa anaishi kijijini vizuri kabisa. Yuko na Mungu, amepata assurance. Unajua nani Ibrahimu alipata uhakika wa kwenda mbinguni akiwa wapi? Polini, shamba. Wapendo, kama tunatafuta assurance ya kwenda mbinguni, uhakikisho wa kwenda mbinguni, inatakiwa tuende mahali ambapo baba wa imani alipata hakikisho. Aliona sauti ya Mungu, malaika walikuja kwake, mashambani. Kwa nini alienda mbali kabisa? Wengine wanasema tukae pembeni tu kidogo. Hapana wapendo. Ukikaa karibu na Yeriko, utakuja kurudi, maana perfume za Yeriko zitakuwa zinakufikia. Na utalazimika tu unaenda kuemea vitu pale. Na ukiemea pale kila siku unaona vitu, utalazimika kurudi kwa tu. Maana utakuta apartment. Na wewe utaanza kusema, kwani nikijenga nyumba za kupangisha hapa sinapata hela? Kwa hiyo sasa utashawishika uweke pesa ambayo ingetumika kwa kazi ya Mungu, itaenda kuweka apartment pale. Na Rutu walianza hivyo. Walisema tu, kaka tutakaa tu kwenye hili bonde hapa, pazuri mno, nipe mimi hapa. Akaambia, haya mdogo wangu weka. Akakaa pale Rutu. Alipokaa pale, baadaye mke wake akamwambia, unaona pale mjini pale mimi naweza na kichwa cha biashara. Mama akawa ndio frontliner wa investment. Wakawekeza rafiki yangu. Wakawekeza, baadaye akasema tusogee tuishi ile nyumba ya hapo. Wakasogea. Baadaye akasema tuishi hapo. Wakasogea. Hebu tuongeze na hiki. Wakaongeza. Baada ya hapo, pamoja na kutoka kwa njia ya dharura ya vita, bado walirudi tena. Wakakaa pale. Baadaye Mungu akaona huyu ibada ya Mungu itakufa kabisa. Sasa nitumie nini? Mungu anasema kwamba katika kitabu cha Ellen G. White, anasema ya kwamba Mungu huwa anatumia njia kadhaa. Hii ni kitabu gani? PP Wazee na Manabii, Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 470 aya ya 2. Anasema God speaks to his people in blessings bestowed. Mungu hunena na watu wake katika kutoa baraka. Yani anaongea na wewe kwa wakati anakubariki. Mungu anaweza akanena na wewe katika kukubariki. Ananena na wewe kwa baraka. Lakini kama usipomsikia na kumuelewa kwamba Mungu anataka ibada wakati amekubariki, basi anasema, and when these are not appreciated, he speaks to them in blessings removed. Narudia. God speaks to his people in blessings bestowed. And when these are not appreciated, he speaks to them in blessings removed. Yani Mungu huwa anaongea kwa kubariki, na kama usipo appreciate na kurudi kwake, ataongea na wewe wakati anaondoa baraka. Hiyo inasema speaking in action. Kuongea kwa nini? Kwa vitendo. Unasema na mtu kwa nini? Unajua ni simple tu kuelewa. Ulishawahi wewe kama ni mwanamume umewahi kuwa na mahusiano, sawa? Hivi kama wewe hujui kuongea na wadada, hujui kuseduce, hujui kutongoza, watu naongea kwa njia gani? Pelekee pesa.
Ni simple kuelewa. Mpeleke nini? Peleka tu zawadi tu. Zinaongea zawadi. Sawa, zinaongea zawadi. Mrembo anajifanye, anajileta. Nadhani hiyo umeelewa. Hata wewe rafiki yangu umeelewa sasa. Wakati hujui kuongea sana, zinaongea tu baraka, zinaongea baraka kama nakupenda, nakupenda. Mungu anaongea anakupenda kwa kukubariki, kwa kubariki. Sasa anapoona kwamba mwanamume akiona kwamba aelewi bado kwamba unampenda, huwa ni kunyang'anya. Pata simu yangu, pata gari yangu, pata ile gauni, pata ile kitenge. Unashangaa tu vinaijiwa. Alikununulia kasimu. Unashangaa tu jamaa aliyeleta simu ya kuonga. Siku hiyo anakuja anasema jamaa naomba simu, akaiangalia. Anakuja simu, anaenda kuangalia anakuta kumbe una mairavu mwenye namba nyingine. Tofauti na mairavu yeye. Hii imeenda. Hiyo simu imefanyaje? Imeenda. Ndivyo Mungu ana mahusiano na sisi. Anaongea na sisi kwa kutuonga. Anakuletea kagari, anakuletea kanyumba, anakuletea kanini, anakuletea watoto. Sasa akiona wewe urudi kwake Mungu, anaanza kutoa moja baada ya nyingine. Anatoa watoto wanakufa. Watoto wangu, Mungu, watoto wako. Ulisahau kwamba ulipewa, akikuonyesha anakupenda urudi kwake. Hiyo na mahusiano mazuri ya kustawi. Anaondoa watoto. Unalia. Watu wanatoa lamirami mpaka wanatosha. Sasa baadaye Mungu anakuja, alikupa afya. Mungu anafanyaje? Anakuja na kunyang'anya. Maana yeye hana maneno mengi. Ana maneno mengi kama huyo nani Suleimani tulisoma kwenye wimbo ulio bora. Hatuna maneno mengi. Ana speak in action. Anakunyang'anya elimu yako. Alikuwa amekupa ajira, anapokonya ajira. Ukumbuke, usipostuka vitaondoka vyote. Utashangaa gari zimepata ajali zote. Nilikuwa na nyumba zote zinalipuka moto. Ulikuwa na watoto wote, wengine wamefia kwenye ajali ya gari la shule, wengine wamekufa siji kwenye nini, wengine. God is speaking to you. Mungu anaongea na wewe ili kwamba ugundue ya kwamba safari si ya hapa. Safari ya kwetu ni ya wapi? Ya kwenda mbinguni, mpendwa. Kwa unapoendelea kukomaa na hii miji ya nini? Ya Mungu mwezi. Yeriko, Yara, Yeri. Utabaki hapo mpendwa, maana kuna perfume, kuna vitu vizuri na vinaenda kwa asili ubongo. Maana perfume inaenda mpaka kwenye nervous system, kwenye mfumo wa nini? Hii miji muda mwingine unajua hata mimi situmii perfume hizo. Sawa, lakini unfortunately ukiingia tu kwa gari unakutana na perfume mpaka unataka kutapika. Unaingia tu kwenye soko ile pia unasikia perfume ambayo by your knowledge unajua ni Burio perfume, ni ile perfume ya mazishi. Unakuta ramdada hapa ameipiga to the extent yani wadada wengine na hivi hawajasoma sana sasa. Hawaangalia wengine wamesoma lakini hawanaga muda. Hawana hiyo mind ya consider hivyo vitu. Yeye anaangalia tu, lete hiyo ya shinga ya 15,000, ya 3,000 na wanapenda vingine wale vya bei ndogo ndogo. 500 vingine vipo ya kuzungusha na matairi. Unazungusha tu cha. Yani anapita amejaa perfume rafiki yangu mpaka mnahisi kutapika. Haya, wengine unakuta ni kabaya, yani kabaya tu, si akana hata mvuto. Lakini ile perfume inashika mwanaume, anaacha mpaka mke wake anakuja. Sivyo hivyo. Hii miji hii inatakiwa ipigwe moto. Na ataiangusha nani? Mungu mwenyewe. Ellen G. White anasema ya kwamba disasters will be in the cities. Majanga yatapigwa kwenye miji mikubwa. Atapiga ya moto, yatapigwa ya mafuriko, na shetani ndio ataruhusiwa kufanya hivyo. Mingine ni malaika wa Mungu watafanya. Ina maana hiyo Sodoma na Gomora isingeangamizwa. Wale watoto wa yule mama aliyegeuka kuwa nguzo ya chumvi, automatiki wangesema kule tuliacha mali nyingi sana. Tuliacha mali nyingi sana. Sasa bora ziteketezwe moto. Malaika walipiga moto. Maana ikipigwa moto unaondoka kabisa, unajua kwamba sasa mimi na wewe. Ni ile sasa penzi jipya, ni mimi na wewe. Sina wazo jingine.
sina shule, sina ajira, sina nini, sina kitu chochote. Sasa hivi ni mimi na Biblia, mimi na neno, mimi na nyimbo, mimi na wewe Mungu. Hiyo ndo Mungu alitaka. Joshua aligundua this city must be removed. Joshua leo ni nani ambaye anatutangulia kwenye vita? Joshua wa leo ni nani? The savior of today ni nani? Anayetutangulia kwa mfano wa Musa ni nani? Joshua kwenye kitabu cha Zekaria sura ile ya pili tunaambiwa, nikamuona Joshua kuhani mkuu. Joshua kuhani. Kumbe Joshua leo ni Kristo akiwa patakatifu. Yeye ndiye anayeona katika maisha yako na maisha yetu. Wasabato kama tusipoondolewa baadhi ya vitu tulivyo navyo, tunamwacha Mungu. Mimi nasema na Bwana anasema. Mungu anaenda kuondoa mambo mengi tu. Wacha nisome. Usishangae. Si hivyo ndio vinakufanya uwe mbali na Mungu. Vitaondoka. Usiku huu vitaondoka. Ila vitaondoka for good. Vitaondoka kwa wema. Kwa mimi namuomba Mungu, tenda mapenzi yako, watu waokolewe, watu wasikie. Maana kuna vitu vimeshika masikio, inabidi viondoke. Yes. Ili uokolewe tukutane mbinguni, inabidi viondoke. Inabidi viondoke. Last days event. Matukio siku za mwisho inasema, those who are loyal to God, wale ambao ni waaminifu kwa Mungu, will soon see all earthly support cut off. Wale wanaomcha Mungu punde watashuhudia kila msaada wa nini? Wa dunia, wa kidunia unakatwa. Kwa nini Mungu ataruhusu ukatwe? Maana usipokatwa aturudi kwa Mungu. Haturudi kule kujitenga kutafuta assurance ya kwenda mbinguni. Tunafikiria tu mambo ya Mungu yapo tu ya kubahatisha tu. Inatakiwa kutafuta hakika. Maana hata Biblia inasema ya kwamba inatakiwa tufanye kuitwa kwetu kwa imara. Kitabu gani hiki? Hebu twende. Petro wa pili 1:10 inasema, wherefore thee rather brethren, basi enyi ndugu, give diligence to make your calling and election sure. Ebu ndugu, fanyeni imara kuitwa kwenu. Fanyeni imara kuitwa kwenu. Tunatakiwa kufanya kuitwa kwetu na kuchaguliwa kwetu kwenda mbinguni kuwe sure. Hiyo assurance lazima. Maana anasema mkifanya hivi, ye shall never fall, hamtaanguka tena. Safari yao Wana Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani yafanana na safari yetu tuliyo nayo ya kwenda mbinguni. tunasoma wengi Hawakuweza kufika kwa sababu walivunja maagizo ya Mungu. safari yao Wana Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani yafanana na safari yetu tuliyo nayo ya kwenda mbinguni. tunasoma wengi Hawakuweza kufika kwa sababu walivunja maagizo ya Mungu. Mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Angalia, angalia, wewe ukidhaniaye kuwa umesimama. Angalia, angalia, usiangalie sana, usianguke, usiangalie sana, usianguke. Shika sana,
ulicho nacho, sije muovu. Shika sana, ujiangalie sana, usianguke. Akaita taji, ujiangalie sana, usianguke. Angalia, wewe unidhaniaye kuwa umesimama. Angalia, ujiangalie sana, usianguke.